Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa ajili ya kuiona siku hii ya leo. Ni kwa neema yake pia. Nina kila sababu ya kumwambia Mungu asante hata kwa ajili ya nyinyi mliofika madhabahuni hapa siku hii ya leo. Haleluya, wateule wa Mungu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon kwa mafuta wa kanisa la Mlima Moria pamoja na mama mtumishi na familia yake. Naendelea kumshukuru Mungu kwa namna anavyowapigania na kuwatetea kila itwapo leo, kwa sababu ni kwa neema tu hata yeye kuwa hai. Haleluya, wateule wa Mungu. Basi ninaendelea kumshukuru Mungu hata kwa wale wanaoendelea kufuatilia katika kipindi chetu cha Gideon Online TV. Tunawakaribisha tena sana majira haya kwa ajili ya kula na kunywa mezani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa ajili ya sana majira haya ambao ametupa kibali sisi wote tuliofika mahali hapa. Hebu tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Basi bila kupoteza muda wetu, neno letu siku ya leo, kichwa cha habari kunasema ya kwamba kuvunja nira tulizofungwa. Haleluya, wateule wa Mungu. Ziko nira tulizofungwa, yamkini na wazazi, yamkini na waganga, yamkini na wachawi. Lakini siku ya leo Mungu ametupa kibali cha kwenda kuvunja nira zote tulizofungwa sisi pamoja na familia yetu. Wewe mtu wa Mungu uliofika hapa umekuja kwa imani, amini ya kwamba haijalishi umekuja na kifungo gani mahali hapa, amini siku ya leo Mungu anaenda kukivunja. Basi tuinamishe vichwa vyetu, tufunge macho, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu ketie kiti cha enzi mahali palipoinuka, tunasema asante Jehova Ire hata kwa ajili ya sana majira haya Bwana. Asante mfalme wa amani kwa kibali ulichotupa cha kuweza kuwa imani mwako tena Bwana. Asante Yesu hata kwa ajili ya wale wanaoendelea kufuatilia katika kipindi chetu cha Gideon Online TV. Mungu kwa kupitia neno hili Bwana likawaponye, likawagange, likawafungue Mungu hata katika zile mapito wanaoyapitia au katika zile nira walizofungwa Bwana zikapate kwenda kuvunjwa na hakika wakapate kwenda kupona. Tunaalika Roho Mtakatifu atamalaki mahali hapa, akaanze nasi na akahitimishe nasi Bwana. Tunaenda kinyume na yule adui shetani, tukitiisha kila roho, kila falme, kila mamlaka iliyosimama kinyume na wewe Mungu juu ya ibada hii ya siku ya leo Bwana. Tunazitiisha kwa damu na moto wa Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Basi tukafungue kitabu chetu Yeremia, kitabu cha Yeremia ile sura ya 30 mstari wa 1 hadi wa 8, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi ya kwamba uyaandike kitabuni maneno haya yote niliyokuambia, kwa maana tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowarejeza watu wangu wa Israeli na Yuda waliofungwa, asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, nao wataimiliki. Na hayo ndiyo maneno aliyosema Bwana katika habari ya Israeli na katika habari za Yuda. Maana Bwana asema hivi, tumesikia sauti ya tetemeko na ya hofu, wala si ya amani. Ulizeni sasa mkaone kwamba mwanamume aona utungu wa kuzaa. Mbona basi ninaona kila mtu anaweka mikono yake viunoni kama mwanamke aliye na utungu, na nyuso zote zimegeuka rangi. Ole, maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo. Maana ni wakati wa taabu yake Yakobo, lakini ataokolewa nayo. Na itakuwa katika siku ile, Bwana asema wa majeshi, nitavunja nira yake itoke shingoni mwake, nami nitavipasua vifungo vyako, wala wageni hawatakumilikisha tena. Haleluya, wateule wa Mungu. Hebu tumshangilie Mungu tena kwa vigelegele na makofi. Pointi yetu kwenye neno letu la siku hii ya leo iko mstari wa 8, inasema ya kwamba itakuwa katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitaivunja nira yake
itoke shingoni mwako, nami nitavipasua vifungo vyako, wala wageni hawatakumilikisha tena. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ametuambia kwamba atavunja nira zilizowekwa shingoni mwetu. Yamkini mtu wa Mungu leo kuja mahali hapa, iko nira ya magonjwa, iko nira ya mauti, iko nira ya umaskini, viko vifungo ulivyofungwa. Yamkini tangu ulivyozaliwa umefungwa na wazazi, umefungwa na wakuu wa ukoo. Lakini sana majira haya neno la Mungu limetuambia ya kwamba atavunja ile nira ambayo imewekwa shingoni mwetu, na atavunja vile vifungo ambavyo tumefungwa. Vivyo vifungo vya umaskini, watu wa Mungu, hatutoki kutokana na vifungo tulivyofungwa, hatutoki kutokana na nira zilizofungwa. Lakini sana majira haya tunatakiwa tuende mbele za Mungu kwa uaminifu, tuvunje nira zote. Haijalishi ni juu yako, ni juu ya ndugu zako, juu ya mume wako, juu ya mke wako, juu ya watoto wako. Hakikisha unaenda mbele za Mungu kwa uaminifu na kuharibu na kuteketeza na kung'oa kila nira iliyosimama kinyume na wewe juu ya maisha yako, ili siku ya leo ukapate kwenda kumuona Mungu, ili siku ya leo ukapate kwenda kufanya biashara na uweze kufanikiwa. Haleluya, wateule wa Mungu. Basi tunyooshe mikono yetu juu, twende mbele za Mungu tukaombe toba na rehema, ili Mungu akapate kwenda kutupa kibali cha kwenda kuharibu hizo nira na kuzivunja. Mtu wa Mungu, simama mahali ulipo, nyosha mikono yako juu. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu, uweza na mamlaka, na liinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante Yesu, hata kwa ajili ya sana majira haya ambao umetupa tena kibali cha kuwa mezani mwako Bwana. Tazama Mungu mfalme wa amani, watoto wako wako mbele zako, wamenyosha mikono yako juu Mungu mfalme, na mimi niko mbele zako, nimenyanyua mikono yangu juu, ishara ya kusarenda mbele zako Bwana. Tunaomba toba na rehema Edonai, tunaomba toba na rehema mfalme wa amani juu yangu, juu ya watoto wangu, hata juu ya wazazi wangu Bwana, maana walitenda mengi yasiyokupendeza machoni pako Baba. Tazama hata kusanyiko hili Bwana, linaomba toba na rehema yawe, warehemu, watakase kwa damu yako mfalme wa amani, waoshe kwa damu yako Yesu, ili watakavyoingia Mungu katika maombi ya kuvunja nira ambazo zimefungwa Baba juu yao, au vifungo vilivyofungwa juu yao Mungu mfalme wa amani, ikapate kwenda kupata kibali machoni pako Baba. Na mimi naitia damu yako ilimwagika pale Calvary, ikashuke na nguvu na uweza na mamlaka, ikaturehemu, ikatutakase. Damu ya Yesu yenye nguvu, damu ya Yesu yenye uweza, damu ya Yesu yenye mamlaka, ishuke sasa, itakase kila aliyofika mahali hapa Bwana. Damu ya Yesu initakase mimi pamoja na familia yangu na hata na ndugu zangu Bwana. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Hebu tumshangilie tena Mungu, watu wa Mungu, kwa vigelegele na makofi. Haleluya kanisa. Basi twende mbele za Mungu tukavunje nira tulizofungwa. Nimetanguliza kusema kwamba umefungwa nira ya magonjwa, yamkini wewe ni wa kuumwa kila siku. Umefungwa nira ya umaskini, yamkini ukifanya biashara ufanikiwi. Umefungwa nira, yamkini watoto wako wakisoma hawafaulu, wamekuwa ni wakufeli. Twende mbele za Mungu kwa imani na kwa ushujaa na kwa uhodari. Vunja nira zote zilizofungwa juu yako, vunja vifungo vyote vilivyofungwa. Ili nini? Wale ambao walikuwa wamezoea kukumilikisha, yamkini ni wachawi, yamkini ni waganga, wasiweze tena kukumilikisha wewe, wasiweze tena kukupelekesha wewe kwa kupitia zile nira, bali Mungu peke yake akapata kwenda kukumilikisha. Mtu wa Mungu, twende mbele za Mungu tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti alo hai, Mungu mwenye rehema, nguvu, uweza na mamlaka, tazama watoto wako wa kiume na wa kike wamekuja tena mbele zako Mungu mfalme wa amani. Ziko nira zilizofungwa juu ya maisha yangu, ziko nira zilizofungwa juu ya watoto wangu, ziko nira zilizofungwa juu ya wateule wa Mungu waliofika mahali hapa Bwana. Nasi tunaitia damu yako iliyomwagika pale Calvary Bwana. Tunaenda kinyume na yule adui shetani, tunaenda kinyume na yule anayeharibu maisha ya watu. Tunavunja hizo nira za kichawi, tunavunja hizo nira za kuzumi, tunavunja hizo nira za Freemasoni, hizo nira za waganga zilizofungwa kwa ajili ya maisha yetu. Haijalishi walifunga wakasema ya kwamba hatutafanya biashara, tukifanya biashara hatutafanikiwa. Wakasema ya kwamba watoto wetu hawataolewa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti alo hai, hivyo vifungo vilivyofungwa Bwana, tunazivunja kwa damu na moto wa Roho Mtakatifu. Tunaharibu kila roho, kila mamlaka iliyosimama kinyume na wewe Jehova Ire, juu yetu, juu ya wateule wa Mungu sana majira haya Bwana. Tunavunja, tunaangamiza, tunaharibu, tunateketeza kwa damu na moto wa Roho Mtakatifu. Ita moto wa Roho Mtakatifu kushuka
madhabahu, kutoka madhabahu ya mbingu ushuke sasa. Moto 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 moto, shuka na nguvu na uweza na mamlaka. Moto 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 kutoka madhabahu ya mbingu, shuka na nguvu na uweza na mamlaka. Haribu hizo nira, teketeza hivyo vifungo, teketeza kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Oh Yesu, tazama Baba, ziko nira zilizosimama juu ya watoto wetu Bwana. Oh, akasema ya kwamba hakuna kufaulu. Oh, ziko nira zilizosimama za magonjwa Bwana, wakasema ya kwamba mtu huyu atakufa kwa magonjwa. Hivyo vifungo tulivyofungwa Baba, tunavivunja kwa damu na moto wa Roho Mtakatifu, tunaviteketeza kwa damu na moto wa Roho Mtakatifu. Haijalishi ni vifungo vilivyofungwa na wakuu ukoo, vikafungwa na waganga, vikafungwa na Freemason, vikafungwa na kuzimu, waliokufa walio hai, tunaving'oa kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti alo hai. Kila kifungo kilichosimama kinyume na wewe Bwana, tunaviharibu, tunaviteketeza, tunaving'oa kwa damu na moto wa Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu, omba kadri Roho Mtakatifu atakavyokuongoza, maana wewe ndio unayejua kwamba umefungwa kwenye nira gani, umefungwa kwenye nira gani ya mauti, ya umaskini, ya magonjwa. Wewe ndio unayejua ya kwamba watoto wako wamefungwa kwenye nira gani. Mtu wa Mungu, omba kwa bidii ili Mungu akapate kwenda kuvunja hivyo vifungo vilivyofungwa, ili Mungu akapate kwenda kukata hizo nira zilizofungwa Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti alo hai. Haijalishi waliapa wakasema ya kwamba mwaka huu sintaishi, haijalishi waliapa wakasema ya kwamba mwaka huu nitazika. Hizo nira zilizosimama, hivyo vifungo vilivyosimama, hivyo viapo vilivyosimama, na vivunja kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Na vunja hivyo viapo vyao, na haribu hivyo viapo vyao. Haijalishi wameandika kwenye miti mikubwa, haijalishi wameandika kwenye masale, haijalishi wameandika kwenye mapango, mimi napita na damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, pita na damu ya Yesu kila mahali walipoandika maneno, yamkini wakaandika viapo, pita na damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, futa hayo maneno yaliyoandikwa, futa hayo maneno yaliyosimama juu ya watoto wako. Damu ya Yesu ipite, 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 ipite kwenye masale, ipite kwenye makaburi, ipite kwenye miti mikubwa, ipite kwenye ardhi, ifute maneno yote yaliyosimama kama nira kwa ajili ya hukumu, maneno yote yaliyosimama kama nira kwa ajili ya mauti, maneno yote yaliyosimama kama nira kwa ajili ya umaskini, maneno yote yaliyosimama kama nira kwa ajili ya kutofanya biashara. Nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwenye makaburi, nafuta kwenye ardhi. Haijalishi wameandika kwa damu, haijalishi wameandika kwa sadaka ya maziwa, kwa sadaka ya damu, mimi napita na damu ya Yesu, damu yenye nguvu, damu yenye uweza, damu yenye mamlaka. Nafuta nayo haya maneno walioandika kwenye ardhi, nafuta nayo haya maneno walioandika kwenye njia, walioandika njia panda, wakaandika kwenye madaraja, wakaandika kwenye mito, wakaandika kilindini baharini. Napita na damu ya Yesu, nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno, navunja hizo nira, navunja hizo nira za mauti, navunja kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti alo hai. Haijalishi walisema ya kwamba watoto wangu hawataolewa, nafuta hayo maneno. Haijalishi yametamkwa na wazazi, haijalishi yametamkwa na mabebe, nafuta kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti alo hai. Ewe adui sikia, ewe shetani sikia, achia wateule wa Mungu, achia wateule wa Mungu. Wako mahali hapa Bwana, wanatamani kukuona Bwana, wanatamani kuondoka na uzima Bwana. Wako waliokata tamaa Bwana, wakaona hawawezi tena Bwana. Wako waliokata tamaa Jehova Ire, wakaona wao ni wakufa Baba. Achilia rehema na neema Baba, achilia rehema na neema Edonai, ili ukapate kwenda kufuta hizo nira Bwana, ili ukapate kwenda kufuta hayo maagano Bwana, ili watakavyoondoka mahali hapa Bwana, waondoke na uzima. Yesu, pita na damu ya Yesu mtu wa Mungu, pita na damu ya Yesu mtu wa Mungu. Futa maneno yote, vunja hata viambazi vilivyosimama Mungu mfalme wa amani, tunavivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Vunja hata kuta zilizosimama mteule wa Mungu, vunja hizo kuta zilizosimama kukuzuia wewe kusonga mbele katika utumishi wako, katika biashara yako, katika kazi yako. Vunja hizo kuta, na vunja hizo kuta zilizojengwa na wachawi, na vunja hizo kuta zilizojengwa na Freemason, na vunja hizo kuta zilizojengwa na kuzimu, na vunja hizo kuta zilizojengwa na waganga, na vunja kwa damu ya Yesu, na vunja kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti alo hai. Kila ukuta
ukuta uliojengwa kinyume na wewe Jehova Ire, ili nisisonge mbele juu ya biashara yangu, ili watoto wangu wasisonge mbele kwenye elimu, na vunja kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti aliye hai. Naita moto 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 kutoka madhabahu ya mbingu, ushuke sasa ukateketeze hizo nira, ushuke sasa ukateketeze hayo maneno Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti aliye hai. Tunaita moto kutoka madhabahu ya mbingu, ushuke sasa, ushuke 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 ushuke, uteketeze hizo nira, uteketeze hayo magonjwa, uteketeze huo maskini, uteketeze huo utasa, uteketeze kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti aliye hai. Baba, tazama Yesu wako wateule wako waliosimama mahali hapa Bwana, wanahitaji kuwa na watoto Jehova Ire, lakini iko nira iliyosimama Baba ikafunga tumbo lake. Yako maneno yaliyosimama Edonai yakafunga tumbo lake. Mimi napita na damu ya Yesu, naenda kuvunja hizo nira zizofunga kama tumbo yao, na vunja hizo nira zizofunga kizazi chao, na zivunja kwa jina la Yesu Kristo, na vunja kwa damu ya mwana kondoo, na vunja hizo nira Mungu mfalme wa amani, atakavyoondoka mahali hapa Bwana. Yesu, nguvu yako iwe pamoja nawe Jehova Ire, nguvu yako iwe pamoja nawe Mungu mfalme wa amani. Yesu wako watoto Mungu mfalme wa amani wanaoanguka shuleni kifafa Bwana, yamkini wamefungwa kwa maneno, yamkini konira iliyosimama yawe inayosababisha waanguke kifafa. Mimi napita na damu ya Yesu, navunja hiyo nira ya kifafa, navunja kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti aliye hai, navunja hiyo nira ya kifafa inayosimama juu ya watoto wa wateule wa Mungu Bwana. Tazama, wameacha vyote Jehova Ire, wakaja kwako Bwana, wakiamini kwako kuna uzima, wakiamini kwako kuna uponyaji Baba. Baba, ponya kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana, ponya kila mmoja aliyofika mahali hapa Baba. Kutana na haja ya moyo wake Mungu mfalme wa amani, kutana na hitaji la moyo wake Bwana. Angusha nira zote Bwana, angusha nira zote Mungu mfalme wa amani, angusha vifungo vyote Bwana vilivyofungwa kwa ajili yao Bwana. Yesu, wamesarenda kwako Bwana, wakiamini kwako kuna uzima Jehova, wakiamini kwako kuna uponyaji Bwana. Hakuna ambaye alishawahi kuja kwako kamwacha Bwana, nao wamesarenda kwako Bwana, wakiamini kwamba kuna uzima, wakiamini kwamba kuna uponyaji. Yesu, 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 watazame watoto wako Bwana, wewe wamenyamaza kimya Bwana. Tunaagiza majeshi ya malaika Mungu waendelee kupita, malaika waendelee kupita Bwana, waendelee kuwaganga njoo mfalme wa amani, waendelee kuwaponya Bwana, maana wewe ndio mponya Mungu mfalme wa amani. Tuna jeshi la malaika liko mahali hapa Bwana, malaika wale madaktari bingwa Bwana, malaika wale wa operation Jehova Ire, wafanye operation juu ya kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana, ili kila atakaoondoka Jehova akaondoke na uzima na afya. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na wote tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi. Haleluya kanisa, haleluya wateule wa Mungu. Naamini kila mmoja aliyofika mahali hapa anaondoka na uzima. Amini ya kwamba nira ya magonjwa imevunjwa, nira ya umaskini imevunjwa, haijalishi ni mauti, unaondoka mahali hapa ukiwa na afya njema, ukiwa na uzima. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuinamishe vichwa vyetu, tufunge macho yetu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu, uweza na mamlaka, naendelea kulinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante Yesu, hata kwa kibali ulichotupa sana majira haya Bwana. Ninajua Mungu watoto wako wamejinyenyekesha kwako Bwana, na wanaamini ya kwamba sana majira haya Yesu wanaenda kuondoka na uzima Bwana. Hata wale waliokata tamaa Mungu mfalme wa amani, Yesu unaenda kuwarejesha kwa upya tena Baba. Tazama hata wale wanaoendelea kufuatilia katika kipindi chetu cha Gideon Online TV Bwana. Mungu ukawabariki, ukawavushe kwa kupitia neno hili Mungu, katika changamoto wanazozipitia Jehova Ire, hakika ukakuone wewe Bwana ukiwapigania na kuwatetea. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini, na wote tuseme amen. Tuendelee kumshangilia tena Mungu kwa vigelegele na makofi.